الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وعلى كل من سلك سبيله واقتفى خطوه من أئمة الأعلام. أما بعد، Mheshimiwa DC wetu wa Mstaafu ya Tabora mjini, Mheshimiwa Shekhe wetu wa mkoa wetu huu wa Tabora kwa wenye historia nyingi katika Uislamu, Mheshimiwa Katibu wa Mufti Sheikh Musa bin Juma al-Bukhari, Mheshimiwa mashekhe wa mikoa, Sheikh Kabadi kutoka Geita, Sheikh Leo kutoka Kilimanjaro, Sheikh Kabeke wajina Jogoo kutoka Mwanza, Sheikh Isa kutoka Singida, na Sheikh ambaye nimetanguliza naye kutoka Katavi, Sheikh Kulukulu, Sheikh kijana mdogo zaidi kuliko wengine wote, mwenyekiti wangu wa kamati ya maandalizi ya ziara hii, wakatibu wangu Katibu Burhani kutoka Singida, naye Sheikh Balisusa kutoka Shinyanga, wa ndugu yangu kaka yangu alikuwa Sheikh Isa Shaban Simba, alikuwa mufti wa pili na mimi nilikuwa naibu wake mufti, katibu wetu wa baraza la mkoa Sheikh Ukasi, kazi wetu Tabora, Sheikh wetu wa wilaya, ni matukio mazuri kama haya, kina baba na kina mama, viongozi wa serikali, viongozi wa chama, vyombo vya usalama, wanahabari, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika ziara yangu ni ya kusikiliza zaidi na ya kuonyesha mambo mbalimbali zaidi yanayohusiana na maendeleo ya yetu katika Uislamu. Ndio hapa narudi tu kusema, lakini ilikuwa ni kazi yangu kupokea na kuangalia mazingira na kuondoka nayo kwenda kufanya tathmini katika ofisi yangu kuu kule mjini Dar es Salaam. Kwa kuwa mimi ni mtumishi wenu na ni mtumwa wenu, kwa haipendezi kama sikusema jambo moja na nasaha au wasia. Kwanza niwafahamishe kwamba nimefurahishwa sana na kuona ujenzi huu mkubwa uliojengwa katika eneo hili na Sheikh wetu wa wilaya, na ambalo imamu wetu hapa kijana wetu wa risala mwambie kwamba nimepokea na mengine yaliomba kutoka kwa wafanyakazi inshallah. Lakini nimefurahishwa zaidi kuona aliotengeneza ramani ya msikiti ni mwanamama. Mwenyezi Mungu akubariki na amtengenezee mambo yake, amwondoshee makero yake. Lakini pia tumefurahishwa na mainjinia na wajenzi wetu ambao wameonyesha umahiri mkubwa wa ujengaji. Sisi mahodari wa kutazama kwa mara moja tu kisha wakajua kwamba ujenzi unakwenda sawa au ujenzi huu ndio walikuwa, lakini imeonekana kwamba ujenzi mzuri unaendelea, kwamba wajenzi pia ni pia kuhifadhie wajenzi wetu hawa. Kubwa kabisa ni ile fikra ya maendeleo iliyojengwa, iliyozungumzwa na mwenyekiti wangu hapa juu ya kuondosha misikiti iliyo michakamafu na kujaribu kujenga misikiti mizuri yenye kupendeza na kuwashawishi wafadhili na wahisani kuweza kujengea misikiti kama hii. Muombe Mungu sana mfadhili wetu na mhisani wetu huyu, Mwenyezi Mungu amhifadhi, amuondoshee maradhi yeye na familia yake na waliomzunguka, lakini amtawilishe umri wake katika kutenda heri kama hivi. Mwenyezi Mungu aziondoshe fitna kama alivyosema mwenyekiti baina yetu, kwa sababu alfitnatu naima la'ana Allahu man ayqadha. Ni fitna ni jambo lilolala, amlani Mwenyezi Mungu mwenye kuiepusha fitna. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitna ni kitu kilicholala, hakitakiwi hata siku moja kuamshwa kitu hicho. Na mpaka Mtume akaomba dua mbaya,
Wasallallahu Allahu man aykadha. Mwenyezi Mungu amlani mtu ambaye anaiamsha fitna. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushe fitna. Amin. Baina yetu tuendelee na masuala ya kushikamana na maendeleo. Kwa kuwa bado kwa mujibu wa maelezo ya Sheikh wangu hapa ratiba inaendelea, lakini waeleze tu kwamba nimeshaeleza mwanzo kwamba mimi ni mtu wenu, wala msione wasiwasi. Ratiba ikianza na usiku mimi niko sawa tu. La ilaha illa Allah. Kuja katika jambo hilo, usije katika jambo lingine. Na nitaona mtamu kuweka sana kupumzika kuliko kufanya kazi. Na mahesabu yangu leo ni siku ya 13, sijapumzika, sijalala vizuri. Katika shughuli kama hizi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie sote, atujalie kila baada. Amin. Kama kusikia mambo mawili tu, kama si matatu. Jambo la kwanza, tujengeni Uislamu katika masuala ya maendeleo. Kujenga misikiti mizuri kama hii, kujenga madrasa, kujenga vyuo, lakini kuwe na uwezekano wa kujenga sehemu ambayo watu watasoma elimu hizi za mambo ya uongozi bora, mambo ya tehama, kupata na ulimwengu unakwenda, ili wana wetu waje baadaye kuwa ni wataalamu waweza kupata fursa katika nchi. Fursa haiwezi kupatikana kwa ujinga. Kwa kila siku zetu kupiga kelele na kuonekana wajinga sana, wasiokuwa na akili, kujiingiza ndani ya barabara na kupiga takbiri na kuanza kuzungumza tumeonewa, umesoma, tuletee degree ya master tupe kazi. Una. Hii kazi hii inahitaji mtu mwenye PhD. Una. Tunataka tuondoke huko sasa hivi. Twende katika masuala ya maendeleo. Mazungumzo ya Muislamu wa sasa, na sasa katika kipindi cha mimi hiki. Ndakiona mambo Mwenyezi Mungu hata uko mbele tutakokwenda. Endelee hivi. Hiyo ni kipindi cha tambihu ghafilin. Wazidusha watu waliolala, waache jahala. Jahala ni kufanya mambo bila mpango, ndio jahala. Jahiliya ni kufanya jambo bila mpango. Hata zama zile za kabla ya Uislamu zimeitwa zama za jahiliya. Yaani zama ambazo tunafanya mambo bila mpango. Hiki ni kipindi cha Mtume Muhammad. Kipindi cha ilmu, kipindi cha an-numu wa tatawur, cha maendeleo. Sio cha mambo mengine. Tutapataje maendeleo? Ni sharti tuache fitna, tuache kubughudhiana, tuache uadui baina yetu, tuyazike baadhi ya mambo yote tuyazike. Tuvunje makundi, tuvunje magrupu ya fitna, ya unafiki, ya kubughudhiana, ya kuwekeana inda na watu kuweza kujaza katika nyoyo zao ihi. Sijui ihi kidundo wana mifundo wanake katika nyoyo zetu. Sio tukataza. Si muda wake, nataka nipate muda kama saa 1:30, saa 2 nizungumzie hapo. Tuongeza kwa tarehe zaidi. Ili hapo na kusamusa kidogo. Tuache tuache kupeana migongo. Inashangaza Mtume anasema kumwona Muislamu na mgongo Muislamu. Ajabu. Alafu baya zaidi watu wanahasimiana kwa hisamu kubwa sana, kwa ugomvi mkubwa. Hakuna atakayeingia peponi kwa kuhasimiana, hatokee rasmi. Hamjaisoma mashehe walimu ustazi ila alisema Mtume. Kuna sina kuzungumza sana hapa. Itakayowazuia watu waliostahili kuingia peponi. Wamefika katika uwanja wa peponi hiyo. Wanaambiwa haya ingieni peponi. Milango inafunguka ya pepo. Wakitaka kuingia milango automatically inajifunga yenyewe. Tilqaiyan, inajifunga yenyewe pap. Sisi tumeambiwa tuingie, bora milango ifungwe. Wanasikia mwenye kunadia na nadi. Waambieni hawa hawawezi kuingia katika pepo mpaka wapatane hao. Lakini habari zao na Mwenyezi Mungu ameridhia waingie peponi. Lakini wanataka kuingia peponi milango inajifunga yenyewe, wasiingie. Kisa waligombana kuleta bora. Sasa Mwenyezi Mungu mimi nilisharidhia kuingia peponi. Kinachomidhilia ni ule ugonjwa ndio kwa nao wakati ule. Kwa hiyo hataingia peponi mpaka mpatane. Sasa nyinyi mnataka mkapatane kwenye mawanja peponi. Pataneni hapa duniani. Kwa hiyo tuvunje kambi, tuvunje magomvi, tuvunje fitna, tuvunje unafiki, kisha tuangalie Uislamu safi ni upi. Uislamu safi ni wale Waislamu wanaopendana. Innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhawaykum. Zungushia sifuri hapo.
innamal mu'minuna ikhwa. Sitaki kutembea sana katika mambo ya lugha, muda utoshi. Lakini Mungu anatuambia Waislamu ni ndugu wote. Waislamu wote ni ndugu. Neno ikhwa ni wingi wa neno akh. Ukisema akh kwa Kiarabu maana yake ndugu. Wingi wake una namna mbili, ikhwan au ikhwa. Kwa nini akusema innamal mu'minuna ikhwan? Kwa sababu ikhwani ni ndugu tu wa namna yote ile. Ndugu tu itakuwa ndugu wa baba mkubwa, baba nani, ndugu wa urafiki, ndugu wa kukaa pamoja, lakini ikhwa ni ndugu wa baba mmoja, mama mmoja. Ndio ikhwa likaletwa hapa kuunganisha na kuonesha kwamba ala, kumbe Waislamu ndugu wao ni kama ndugu wa mtu aliyezaliwa na ndugu yake baba mmoja, mama mmoja. Innamal mu'minuna ikhwa. Nyinyi mmetoa wapi uongozi? Alafu mwasemaje uongozi ndio Uislamu wenyewe? Mmepata wapi? Wakati Uislamu ulipotoa makazi yake kwenda kujenga makazi kutoka mashariki kupeleka magharibi, na kutoka Iraq pale Baghdad ukaenda Spain, Andalus, pale palikuwa na mambo makubwa sana. Na Waislamu walifanya mambo makubwa sana. Wakachimbua elimu za sayansi, elimu za dini, muda hatuna mzuri. Miaka 800. Lakini wakafitinishwa, wakakubali kufitirika. Na nyinyi msikufitinishwe mkakubali kuingia katika fitina. Nguvu zile zikavunjika na mambo yale yote yakaharibika na kila kitu kikawa kimekwenda kivyake. Waislamu wakawa kila mmoja na jambo lake, elimu zikapotea, elimu zikaibiwa, ustaarabu ukaondoka, Waislamu ukawatoka kwa miaka mingi. Leo huwezi kujua kama Waislamu walikaa kwa miaka hiyo. Kaja mtu mmoja tu Abu Bakar Randi akaeleza sana katika bandari. Limadha taqatul fi al-islam bainakum wa antum ibadallahi ikhwan لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أنا waita kwa mashairi yake, acheni kugombana ni Waislamu. Mmepata wapi Mungu wenu ameniambia innamal mu'minuna ikhwa? Leo mnagombana vipi tena? Ya Rab, ni Uislamu huo mnaofanya au namna gani? Akaeleza mambo mengi ya Islamu na kusema. Tukio lingine nataka kukumbusha ni tukio la Muhajirina na Ansar. Muhajirina ni masahaba kutoka Makka kuhamia al-Madinah al-Munawwara. Na Ansar ni wale masahaba wa wapi? Wa Madina ambao walipokea mtume vizuri, Uislamu ukastawi na mpaka leo Madina ni nchi iliyo karimu, nchi nzuri na nini. Hata ukienda sasa hivi tunaona watu wa Madina, mzee Jambo anajua shekwa naye Madina ndio. Walifikia kugombana na kila mmoja akataja namna yake. Kugombea kitu cha ovyo. Wale Ansar akamwambia wale Muhajirina, nyinyi si watu wakuja tu wahamiaji. Mmetoka zenu Makka huko mnakuja kutufanyia fujo katika mji wa Madina bwana. Ndeni bwana, msitete fujo bwana. Sisi ndio wenyeji, sisi ndio ahli humu. Sallallahu Muhammad. Allah. Watu wale masahaba wa Muhajirina wanakuambia jamani, mnatusema bure, kwani sisi ni wahamiaji, lakini sisi ndio tuliopokea Uislamu. Nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Sisi ndio viongozi, nyinyi wasaidizi. Ambao wamepata sharafu ya Uislamu. Sisi ndio tumepokea wahi kwa mara ya kwanza katika Jabal Hira. Na tumempokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi. Hata akitafutwa ni nani awe kiongozi, lazima atoke katika Muhajirini. Wale wakasirika na wakafika wakataka kupigana. Akatokea mwerevu akamfuata Mtume. Ya Rasulullah, nataka kupigana watu wako. Watapigana. Ndio. Kwa sababu gani? Akaeleza. Basi Mtume sallallahu kwa haraka aliwafuata akawaambia, afi jahiliyatin ta'udun, hivi nyinyi ni katika ule ujahilia wenu wa mwanzo kabla ya Uislamu, marejea huko, marudi kule kwenye ujahilia yenu ya zamani, katika ule ujinga wenu wa zamani ndio marudi huko. Mtume anawaambia wale wakakuelewa, wakatahayari, wakaacha magomvi, wakakumbatiana, wakaomba dua, wakarudi kwa kitu kimoja. Ndio ile fa aslihu baina akhawati. Kwa sisi ni ndugu. Ukimwona Muislamu anamng'ang'ania na ile bughudha zake, hasadi zake, fitina zake, unafiki wake, uiga wake, jua Uislamu hana huyu. Sasa ana Uislamu huyu ni mtu tu kujua na Uislamu ndani ya Uislamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ni mnafiki. طيب ونقطع الرساله ايوه صحيح. خبر الجويس
Waislamu habari na wajahudi wote. Ni juu ya swala la baraza. Baraza kuu la Waislamu Tanzania. Labda tuhajaliwa tafsiri yake vizuri. Hapa sitazungumza vizuri, nitagusa pia. Nitagusa. Kila nitakachukua nimezungumza sio kingi wala sio kikubwa wala sio ndio nimemaliza maelezo yake. Ni ncha ya maelezo ya kuhusu BAKWATA. BAKWATA ni baraza kuu la BAKWATA ni baraza kuu la Waislamu Tanzania. BAKWATA ni baraza kuu la Waislamu Tanzania. Mimi kama kiongozi mkuu wa Waislamu Tanzania niliotoka katika baraza niwatuletee tafsiri ya baraza. Baraza ni baraza kuu la Waislamu wote Tanzania. Halina wanachama kama walivyo na wanachama taasisi nyingine. Wala hawana haja kulipia bakari. Kadi lao la kuwafanya waingie katika wanachama ni shahada mbili. Ni tamko la kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wewe ni mwanachama wa BAKWATA. Hata wewe mtu wa taasisi ya mnunuzi. Hata wewe vipi? Wewe bado uko ndani ya baraza kuu la Waislamu Tanzania. Ndio nzuri. Mtu mmoja akasema sasa lakini sasa baraza simesajiliwa kama taasisi yetu imesajiliwa. Kama vile mtu anakwenda kusajili cheti cha kuzaliwa. Baba kasajili hapo, mtoto kasajili hapo, baba kasajili hapo. Sasa yule baba atakuwa mdogo kwa sababu na wewe mtoto umesajiliwa kule. Hoja wahi kabisa wazi. Ni baraza kuu, fahamuni ni baraza kuu la Waislamu. Wataza ndio mwamvuli wa Waislamu. Taasisi zote, jumuiya zote ambazo za Kiislamu ziko chini ya umbrella ya baraza kuu la Waislamu Tanzania. Kwa mujibu wa katiba. Kuna katiba inafuata katiba ya shule utaona. Na ndio maana malengo yake ni ya kuwakusanya Waislamu wote mahali pamoja. Ndio maana wanasema tunahangaika kwa kukusanya Waislamu. Istiqama, si hawaidani, hawadani. Tunaweka mahali pamoja kwa sababu ndio katiba inasema. Tukienda kinyume cha hapo maana tunaikimbia katiba. Sivyo ilivyosema katiba. Hiyo ndio maana ya baraza kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Sasa msiingie katika mambo ya kubeza nini kwa BAKWATA ifai BAKWATA kitu gani? Kuna mambo mengi kama tutakueleza tukimbia. Kwanza mimi najua mashuhuri wote hapa. Kwenye mstari mkuu najua, kwenye mweusi najua, kwenye kijani najua. Kesho sijikao utakuwa naye unajua. Allah. Kwa sababu ndimo ndani ya baraza kuu la Waislamu Tanzania. Na tunafanya kazi kubwa mnayoiona na msioiona. Mnayoiona ni hii ya kujenga umoja na mshikamano. Msioiona wala haina haja kuieleza, ni nyingi kubwa sana. Kuna watu wengi tumewasaidia. Na watu wengi tunaendelea kuwasaidia. Kuna watu wengi wengine walikuwa ala shafa hufrati min an-nar. Tukawaondoa kule. Kuna watu fulani walikamatwa watakufa kwenda Zanzibar. Na fikra za watu ambao huenda walikuwa wageni kweli. Watawachukua watu wa Mbeya kwa Sheikh Leba ndio ndio. Niangaika mashehe wote. Wanaambiwa hapana Sheikh wewe nenda kupumzika, tuachie kazi. Kila niyekwenda naambiwa Sheikh tuachie kazi Sheikh. Wallahi hii kazi yetu tunavyosaidia. Mpaka wale wakaona kumbe sisi wakubwa. Ana mwenyewe ambaye ndio mkuu wa Waislamu Tanzania. Wakaja wenyewe ofisini. Kwa mufti kuna kadha ndio. Katibu nani protocol nini? Wakaenda. Mtumwa wa mufti na hivi. Wanipeni simu. Kama watoto wana makosa wale wacheni. Hana nini? Haya wateni wale mashehe waje wachukue watu wao. Kaita wale mashehe kwenda kuchukua wale watoto wakaja wakarudishwa Mbeya salama salimi. Takbir. Allah. Bado wako tambaya tena. BAKWATA ni chombo chenu. Nataka nyinyi mjifakharishe na chombo chenu. Na kila mmoja katika nyinyi ni baraza tu. Unataka utaki ni baraza brother. Allah. Tutakapozungumza sisi BAKWATA sio tutakapozungumza wewe. Ni chombo chenu. Lakini chenyewe kimesimamia Uislamu. Kinaangalia hali mashehe wote na taasisi nyingi za Islam zote zinazungumza vizuri. Si baraza kuu, viongozi wake
tunazungumza vizuri, tunazungumza masuala ya Uislamu, tunafanya hivi, wakipata jambo labda zito, vinaingia ndani. Taasisi zote. Juzi nilikuwa na taasisi ya Istiqama, kuna mzee wa ibada kama ni moja. Ikwiriri. Waliomba waziri mkuu enda kafungue ofisi wao. Lakini ofisi waziri mkuu ikaletea mimi kwamba tumeomba ile video kunafaa kwenda ufanye kunafaa. Hiyo ni taasisi yetu na hao ni viongozi wetu na hiyo sehemu yetu ya Uislamu. Na mimi pia ndio taarifa kama hiyo nakuja. Nikaenda kwa waziri mkuu. Hili baraza kuu la Waislamu Tanzania haliko kwa ajili ya kuonea watu, liko kwa ajili ya kuunusuru Uislamu, liko kwa ajili ya kuimarisha Uislamu, liko kwa ajili ya kuweka sawa Uislamu. Sallu ala nabi. Allah. Mimi nadhani hata wewe ukija kambali na baraza kama unanitafutia balaa. Unitafutia balaa. Sisi ndio tutasimamia masuala hija. Taasisi zote za hija zitakwenda. Lakini jumuiya ile taasisi ambayo inasimamia masuala yote ya hija ni sisi. Ndio sema mzee Jabu taasisi yako ya. Machini ana neno. Machi apeleke. Tunasaidia kazi ya Kiislamu. Wale BAKWATA tafanya kufanya jambo lolote. Mambo yote tafanya BAKWATA. Ndio maana unaona kuna msikiti unajengwa. Fanyeni mambo ya kheri. Mnapokwama ifuateni BAKWATA imekwamue na viongozi wa baraza. Wakija watu katika ofisi zenu msiwarudishe. Wasikilizeni mwanzo mpaka mwisho, wapeni msaada, wahakikishe kwamba wanafanikiwa. Kwa sababu moja ya malengo ya baraza ni kuhakikisha kufanikisha juhudi za Muislamu mmoja mmoja au taasisi au jumuiya zifikie yale malengo yake. Ndio makusudio ya nini? Ya baraza kuu la Waislamu Tanzania. Allahu akbar. Nipendeni baraza letu. Inshallah. Baraza sasa hivi ni baraza zuri. Asante. Baraza zuri, kujenga umoja, mshikamano. Ndio hata jumuiya za kina mama. Hata zile jumuiya zilizokuwepo zamani za watu mbalimbali tunasema pia tuwe nguvu, tusaidie tarika nani, wote tusaidie. Naelewana? Mimi siku moja nilikwenda Saudia. Nikakuta vijana fulani wa Kirangi wamefanya mtihani wa kuingia chuo kikuu kile cha Madina na mjini kwa Mkura kwa Maka. Hana vyeti. Kama rudi. Nikasikia uchungu sana. Vijana wote bwana. Wamekuja kusoma afu narudi hapa. Nikamwambia nyinyi mnaweza mkakaa kiasi ya miezi mitatu minne hapa. Baadaye hata mwaka mkakaa. Basi inshallah safari nyingine nitakapokuja. Nilipokuja mimi nilikwenda Tamta. Tamta ni chuo ambacho mimi na uwezo wa kufanya lolote. Kufika Tamta nikapewa mpini shahada kama 10. Nikachukua shahada kama 10 nikishasainiwa tulikuwa muhuri kila kitu tukapanda nazo. Nilikwenda Saudia nikajaza majina yao. Wapelekea wakuu wa chuo. Wakakubaliwa, wameingia katika kile chuo, wamesoma, wamegraduate, wako wengine Arusha, wengine Kilimanjaro, wengine wako hapa nchini. Nataka kusema nini? Allahu akbar. Sio msaada huo. Huruma na mapenzi na uchungu na uzalendo wa nchi. Hayo ndio mambo makubwa tunatakiwa kuyafanya. Jamani tutakwenda mbali. Allahu akbar. Allah inshallah khair. Kuna wazee wetu ambao wanaumwa, amezungumza imamu hapa ngapi siku ya leo. Wako hospitalini wengine Dar es Salaam wengine wako hapa mjini polisi na maradhi. Allah bashiri shifa. وداوي من دواء وعافهم من بلاء واجعلنا شاكرين للأعمال اللهم لا شافي غيره اشفهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ولا وجعا ولا مرضا ولا ألما إلا ذلك صل على محمد طب القلوب ودوائه وعافية الأبدان وشفائه ونور الأبصار وضيائه وقوت الأرواح وغذائه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.